Kwa mimi kwa majina naitwa Justin Thomas Kilongo, ni mkazi wa eneo hili la Chanjale. Kwanza moja, tumefurahi kufika umeme Chanjale, na pia tunapenda sana kwa sababu kama vijana, moja ni fursa, moja kuinua kiuchumi na kuongeza pato la taifa. Tunatambua uwepo wa serikali kutuona sisi kama watu wa Chanjale, tunatambua mchango wake ni mkubwa. Moja, vijana tutaongeza ajira, tunaweza tukaweka vibanda humu kwa ajili ya kunyoa, pia tukaongeza kwa ajili ya uchumi mbalimbali katika eneo letu la Chanjale. Pia umeme ukiwepo kidogo ni fursa na ni ajira pia tunatambua. Pia tupende kuipongeza serikali yetu kwa kutuona katika hili, japo tunajua ni mpango wa mdogo mdogo, lakini tunajua serikali ina nguvu zaidi kuliko sisi wananchi. Kwa hiyo tunapendezwa sana na hili jambo na tunalifanyia ufanisi mkubwa sana kwamba angalau tulifanikishe kwa umakini kama vijana, na tumelipenda sana pia hata wananchi wote kiujumla. Kwa jina naitwa Stafford Simoni Mwambalila. Nashukuru sana tena namshukuru sana Mama Samia pamoja na mbunge wetu Kamonga, amepigana hadi sisi tumepata umeme huku Chanjale, kijiji cha Chanjale, kata ya Rumbira, wilaya ya Ludewa. Changamoto ambazo tulikuwa tunapata shida sana, tulikuwa tunalala giza, lakini Mungu ameamua, Mungu Mwenyezi, hadi leo umefika umeme Chanjale. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu pamoja na Kamonga wetu. Na kwa jina mimi naitwa Badwin Timothy Karua, ni mkazi wa Chanjale, ni mzaliwa wa Chanjale, ni mkuzi wa Chanjale. Mimi ninachoshukuru sana katika hali yetu tuliyokuwa nayo ilikuwa umasikini. Na la pili tunachosaidia sana kwa sana tangia uongozi ulivyoanza kuanzia nyuma huko, inawezekana hawakuwa na lengo la kutusaidia katika ndani ya kata ya Rumbira. Lakini kwa mfano kama mimi namshukuru diwani tuliyomchagua kuanzia miaka 10. Lakini sasa mpaka pamoja na Kamonga aliyechaguliwa, ndio maana ametuletea maendeleo hapa. Lakini na sisi tunamshukuru pamoja na Samia Suluhu, aendelee kutushukuru, aendelee kutusaidia katika matatizo tuliyokuwa nao, kwa sababu huku tulikuwa shimoni, walitutupa mbali sana kuanzia muda. Lakini sasa wametukumbuka na mpaka sasa hapa wametuona sisi watu ndio watu, na tunaendelea kupambana na maisha, na lazima tuchanganue changamoto tulizokuwa nazo. Lazima tupambane, tujenge, tuendelee, tuboreshe katika ndani ya kata Rumbira. Naitwa Major James Simon Mwame, mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Suma JKT Electric Company Limited. Lakini pia ni msimamizi mkuu wa mradi huu wa usambazaji umeme mkoa wa Njombe, wilaya ya Ludewa na Makete. Skopu nzima ya mradi huu una zaidi ya kilomita 36.6 ambapo ndani yake kuna vitongoji zaidi ya vitongoji 6. Mpaka sasa hivi tumeshawasha vitongoji 3 na vitongoji 3 vipo kwenye hatua ya umaliziaji. Kwa hiyo tunaamini mpaka tarehe 30 mwezi wa 7 tunakamilisha vitongoji 3 vilivyobakia. Kikubwa kilichotufanya mpaka tumechelewa kukamilisha huu mradi ni changamoto ya kimazingira. Tunaelewa tupo katika ukanda mwa Ziwa Nyasa, na namna ya usafirishaji material kutokea Makete mpaka kufikia vijiji vya Chanjale, Nkanda na Rumbira, hali haikuwa rahisi, ni ngumu sana. Usafirishaji tunatumia hizo boti za mbao, lakini ukifika ufukweni pia labidi watumie binadamu kuvuta nguzo, kunyanyua madramu ya waya na vifaa vingine kwa ajili ya ujenzi wa laini ya umeme. Lakini pia hali ya hewa, ziwa linabadilika kila wakati. Kuna wakati linaruhusu kufanya shughuli, kuna wakati haliruhusu kufanya shughuli. Na tunavyojua kwamba namna ya kusafirisha hayo material na vifaa vyote, hakuna njia nyingine yoyote zaidi ya kuingia kwenye maji. Hicho ndicho kilichokuwa ni kigezo au tatizo kubwa sana la kukamilisha mradi huu kwa wakati. Lakini haikuwa hiyo peke yake tu, juu tumejionea wenyewe. Majina naitwa Engineer Marlon Bulugu, ni msimamizi wa miradi ya REA mkoa wa Njombe. Tupo katika kijiji cha Chanjale ambacho ni miongoni mwa vijiji vya mwambao wa Ziwa Nyasa. REA katika mwambao huu tuna mradi ambao tunatekeleza kupeleka umeme katika vitongoji, na tumeanza na vitongoji vya kijiji cha Nkanda, tukafata vitongoji vya kijiji cha Rumbira, na mpaka sasa tupo katika vitongoji vya kijiji cha Chanjale. Kwa maendeleo ya mradi huu unatekelezwa na mkandarasi Suma JKT Electric Company Limited, ambao ni kampuni ya wazawa ya Tanzania, na utekelezaji wa mradi huu wameshakamilisha kwa maana ya ujenzi wa miundombinu ya laini kubwa
na laini ndogo, na kwa sasa wanaendelea na kuunganisha wateja katika vijiji hivi vya mwambao. Lazima niwatumikie kwa nguvu zangu zote, kwa moyo wangu wote na kwa akili yangu yote. Ndio maana meona nilivyoanza tu nikaanza kupiga kelele pale bungeni, tukafanya mkikao na mheshimiwa waziri, na kuna kipindi viongozi wenu walitoka huku, tukakutana Mzee Goele pale Dodoma, tukaenda REA kuomba umeme. Tukasema jamani, sisi ni Watanzania wazembe, tumekaa bila umeme muda mrefu. Kwa hiyo nishukuru sana serikali ya awamu ya 6, nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi, kuhakikisha kata ya Lumbila ina umeme. Ndugu zangu, tutaendelea kuhakikisha kwamba maeneo ambayo bado umeme unafika, na uzuri wake mmeona watu wa REA hapa, si ndio? Wako na wakandarasi wanakuja kukagua vitongoji ambavyo bado havina umeme. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba hawa SUMA JKT, niliwasilisha ombi pale REA, ikiwezekana wasitoke huku mpaka wote wapate umeme.